Majilio. Tangu hapo kale mpaka hivi leo tunaadhimisha kipindi cha Majilio, kipindi cha kujiandaa kwa sherehe ya ujio wake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu alikuja alipozaliwa kule Bethlehem, na kila mwaka liturujia huadhimisha tendo lile la kuzaliwa kwake. Majilio ni kipindi cha kujiandaa kuadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwake ambayo tunaiita Christmas au Noeli. Kanisa la Mashariki. Kanisa Katoliki limegawanyika katika sehemu kuu mbili kwa mujibu wa utaratibu wa kuadhimisha liturujia yake. Kanisa la Magharibi lenye makao makuu Roma linafuata liturujia ya Kirumi na imekuwa ikitumia lugha ya Kilatini. Kanisa la Mashariki lenye kuzingatia liturujia ya aina yake hutumia lugha ya Kigiriki au Kiyunani. Lipo katika nchi za Ugiriki na ujirani yake. Makao yake makuu yako katika mji wa Constantinople. Kanisa hilo la Mashariki lilianza kuadhimisha sherehe ya Noeli kabla ya kanisa la Roma. Sherehe ya Noeli iliadhimishwa tarehe 6 Januari. Katika kuadhimisha sherehe ya Noeli, tendo la ubatizo wa Bwana lilikuwa muhimu sana kwa kanisa hilo, kwa sababu ubatizo wa Yesu ni nafasi ambapo Mungu Baba alimtangaza na kumjulisha rasmi Yesu kwa watu kuwa ni mwanaye mpendwa, ndiye Masiha. Rejea Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 9 hadi ya 11 na Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 17. Kanisa hilo liliadhimisha sherehe hiyo kwa shangwe kubwa. Kutokana na hadhi ya sherehe hiyo, Kanisa la Mashariki likaweka kipindi maalumu cha kujiandaa kiroho ili waamini waweze kuadhimisha vema. Basi kipindi hicho kikapata jina Majilio, yaani kipindi cha kujiandaa kwa ujio wa Bwana pale alipokuja, sio tu kwa kuzaliwa kwake, bali pia kutangazwa na Mungu Baba kwamba ni Masiha, ni mwana wake mpendwa. Rejea Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 9 hadi ya 11 na Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 17, Injili ya Luka sura ya 3 aya 21 hadi ya 22. Basi ndivyo kipindi cha Majilio kilivyoanza kuadhimishwa katika kanisa la Mashariki. Wakati huo sherehe ya Pasaka tayari ilikuwa na kipindi cha kujiandaa, yaani Kwaresima. Kwa hiyo sambamba na Kwaresima, Majilio kikawa kipindi rasmi cha kujiandaa kwa sherehe ya Noeli ilivyoadhimishwa tarehe 6 Januari. Katika sehemu nyingine, pamoja na mazoezi mengine ya kiroho, Wakristo walitakiwa pia kufunga chakula siku 3 kwa juma wakati huo wa Majilio. Sababu kubwa iliyowavuta Wakristo kufunga chakula wakati huo ni kwamba tarehe 6 Januari, licha ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Bwana, ilikuwa pia siku rasmi kwa ajili ya kuadhimisha sakramenti ya ubatizo, kama ilivyokuwa sherehe ya Pasaka katika kanisa la Roma. Kwa hiyo kanisa la Mashariki lilitaka kuweka maandalizi yanayolingana na ya Kwaresma katika kipindi cha Majilio kwa ajili ya Noeli tarehe 6 Januari. Mababa wa kanisa. Katika kuadhimisha Majilio, kanisa la Magharibi lilitumia pia kipindi hicho kama maandalizi kwa ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo pale atakapofika katika utukufu. Mababa wa kanisa waliweza kufundisha umuhimu wa kukumbuka aina zote mbili za ujio wa Bwana Yesu: ujio wa kwanza pale alipozaliwa na ujio wa pili pale atakapofika katika utukufu na enzi kuu. Katika mafundisho hayo, mababa wamekuwa wakilinganisha aina hizi mbili za ujio. Katika ujio wa kwanza, Yesu alifika akazaliwa mtoto mchanga aliyelazwa horini akiwa amefunikwa nguo za kitoto. Katika ujio wake wa pili atakuja akifunikwa na mwanga mkuu akiwa katika utukufu na enzi. Katika ujio wake wa kwanza aliteswa na kubebeshwa msalaba, akavumilia aibu na laana kubwa ya kifo cha msalaba. Katika ujio wake wa pili atadhihirisha utukufu na enzi kuu akiwa na jeshi la malaika. Katika ujio wake wa kwanza alikuja kama binadamu akitimiza utabiri wa manabii, akiwafundisha watu watubu na kuzingatia njia ya Mungu. Katika ujio wake wa pili
Atakuja kama mfalme mkuu mwenye mamlaka juu ya viumbe vyote vya ulimwengu na kuwachukua wale waliolipokea neno lake na kulizingatia. Hatimaye Mtakatifu Sirilo wa Alexandria anaona ujio wa aina zote mbili umewekwa vizuri na Mtume Paulo anapoandika, neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tunayapata haya tukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura ya 2 aya ya 11 hadi ya 13. Neema ya Mungu imefunuliwa kwa ujio wa kwanza wa Yesu, yaani kwa kuzaliwa kwake. Kristo ametufundisha kuishi kwa kiasi na uadilifu katika maisha haya. Tunatazamia ufunuo wa utukufu wake atakapokuja katika ujio wake wa pili. Ndivyo mababa wa kanisa la Mashariki walivyotumia kipindi cha Majilio kwa kutafakari aina zote mbili za ujio wa Yesu. Kanisa la Magharibi. Kipindi cha Majilio tunakikuta kwanza huko Hispania na Ufaransa na sio Roma. Nchi za Hispania na Ufaransa zilikuwa na uhusiano mkubwa na kanisa la Mashariki karne hizo za kwanza za Ukristo. Tena nchi hizo zilikuwa na utaratibu wao wa kuadhimisha liturujia tofauti na ule wa Roma. Basi katika nchi hizo walipokea mapema utaratibu wa Majilio kutoka kanisa la Mashariki. Katika utaratibu huo, kama ilivyokuwa katika kanisa la Mashariki, Majilio yalihusu pia ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wazo la ujio huo wa pili liliwahimiza kutumia kipindi cha Majilio kwa kufanya toba na kufunga. Katika kuadhimisha Ekaristi hapakuwa na wimbo wa utukufu kwa Mungu juu, wala hawakuimba haleluya. Mavazi ya liturujia yalikuwa ya rangi ya urujuani kama wakati wa Kwaresima. Kanisa la Roma. Katika kanisa la Roma hapakuwa na kipindi maalumu cha Majilio kwa ajili ya maandalizi ya Noeli mpaka katikati ya karne ya 6. Baadaye Papa Gregory Mkuu, ambaye alikuwa papa kuanzia mwaka 590 hadi mwaka 604, aliratibu mambo mengi ya maadhimisho ya kiliturujia. Ni yeye aliyeweka kipindi cha Majilio kiwe na Dominika 4 chenye mwelekeo wa kujiandaa kwa ujio wa kwanza, yaani sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Karne ya 12 kanisa la Roma lilipokea baadhi ya mawazo yenye mwelekeo wa toba katika kipindi cha Majilio. Rangi ya mavazi ya liturujia yakawa urujuani na wakaacha kuimba utenzi wa utukufu kwa Mungu juu. Hata hivyo, hapakuwa na kufunga chakula wakati huo, wala hawakuacha kuimba haleluya, kibwagizo cha furaha na shangwe ambacho huachwa wakati wa Kwaresima. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano. Katika marekebisho yaliyofanywa kwa agizo la Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano ambao ulianza mwaka 1962 mpaka mwaka 1965, imewekwa wazi kwamba Majilio ni kipindi cha kuadhimisha na kutafakari aina zote mbili za ujio wa Yesu Kristo. Dominika ya kwanza huanza kwa mkazo mkubwa wa kuwataka Wakristo wote kukesha kuwa daima tayari kwa ujio wa pili wa Yesu pale atakapofika katika utukufu. Ujio huo utakuwa wa ghafla, unalinganishwa na mtego unasavyo. Rejea Injili ya Luka sura ya 21 aya ya 34. Au mwizi ajaye kuiba bila mwenye nyumba kujua. Rejea Injili ya Luka 12:39 hadi 40. Kipindi cha Majilio kinatukumbusha wajibu wa kuishi daima katika imani, sala na matendo mema. Sehemu ya pili ya kipindi cha Majilio, hasa kuanzia tarehe 17 Desemba, hutuweka tayari kwa kuadhimisha sherehe ya Noeli au Christmas. Hata hivyo, katika liturujia ya Roma ambayo tunaiadhimisha, kipindi hicho sio cha kutubu kama inavyofanyika wakati wa Kwaresima, bali kipindi cha kujiandaa kiroho tukimngoja Bwana kwa imani, sala na sakramenti. Majilio ni kipindi cha kungoja ujio wa Bwana kwa imani, matumaini na matendo mema.